Wapendwa waumini wote, KKKT Diocese ya Karagwe yahusu tamko la KKKT Diocese ya Karagwe kuhusu vitisho dhidi ya mkuu wa diocese yetu. Wapendwa waumini wote, na wasalimuni katika jina la Bwana Yesu mfufuka. Ofisi yangu imekuwa ikipokea simu nyingi za pole kufuatia uwepo wa taarifa za vitisho kwa mkuu wa diocese yetu, Askofu Daktari Benson Kalikawe Bagonza. Simu hizo zilitaka kujua hali ya mkuu wetu. Hivyo na lazimika kutoa waraka huu kwenu wenye tamko la diocese kuhusu taarifa hizo. KKKT Diocese ya Karagwe imesikitishwa sana na taarifa ya vitisho vya maisha alivyopokea mkuu wetu wa diocese, Askofu Daktari Benson Kalikawe Bagonza. Tayari Baba Askofu ameeleza vitisho hivi wazi kupitia ukurasa wake wa Facebook mnamo Mei 8 mwaka huu wa 2025. Tunalaani vikali vitendo hivyo vya vitisho kwa mkuu wetu na kwa watu wengine vinavyokwenda kinyume na maadili, utu na haki za binadamu. Wanadiocese ya Karagwe tunasimama imara naye katika dhamira ya kuwahudumia watu wote na kuwasemea wasio na sauti ya kujisemea. Tuna imani na mamlaka za usalama kuchukua hatua stahiki kuhakikisha wote wanaojihusisha na vitendo vya kutishia watu na kuleta taharuki wanashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Tunaendelea kuwahimiza wanajamii wote kuliombea kanisa na taifa kwa ujumla, na zaidi kuendeleza mazungumzo yenye kujenga, yenye heshima na yenye lengo la kudumisha haki na amani katika taifa letu. Wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele, kama tusomavyo katika Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 40. Na watakia baraka za Mungu. Ni mimi mtumishi wenu, Mchungaji Jeremia Mukurasi Rugimbana, Katibu Mkuu wa Diocese ya Karagwe. Ebana mambo vipi mwana universe, ebana mambo vipi Tanzania. Naitwa Mr. Mzawa kutoka Masara TV. Tunapatikana pia katika ukurasa wa Facebook kwa Masara Gane, lakini pia katika mtandao wa YouTube tunapatikana kwa Masara TV. Taarifa ambazo tumezipata ni kuhusiana na Askofu Bagonza ambaye ni askofu kutoka kanisa la KKKT Diocese ya Karagwe. Ni askofu ambaye amekuwa akiingilia mambo mengi sana ambayo yanajitokeza katika mvutano wa kisiasa kwa chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na CCM, ambapo Chadema wamekuwa kivutana sana na chama tawala, chama cha CCM, kutaka kuonesha madhaifu ambayo yanafanywa na chama hicho. Viongozi wa dini wamekuwa wakifuatilia sana mambo ya kisiasa na kuunga mkono upande wa pili ambako ni upande wa chama pinzani, hususan kubaini makosa ambayo yanafanywa na chama cha CCM ambacho kipo madarakani na kinaongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Taarifa ambazo tuko nazo ni kwamba hivi karibuni kulikuwa na Charles Kitima ambaye alikamatwa na kushambuliwa vikali. Baada ya tukio hilo, mtu wa kwanza ambaye alikuja kulizungumza kwa kina na kwa uchungu sana ni Askofu Bagonza. Alizungumza swala hilo kwamba ni jambo la kikatili ambalo pia alistahili katika jamii, na walidai kuwa waumini pamoja na viongozi wa dini wana haki ya kutetea kila ambacho kinafanyika nchini kama kinaenda kinyume na matakwa pamoja na sheria za nchi. Taarifa tulizozipata ni kama ulivyosikia hapo, ni kwamba askofu huyu Bagonza mpaka sasa hivi yuko matatani sana. Anapokea simu nyingi sana kutoka kwa waasi. Anakutana na simu ambazo zinakuwa ni za vitisho, ni kwamba kwa vitu ambavyo anavifanya punde anaweza akaingia matatani. Taarifa ulizozisikia pale ni taarifa rasmi kabisa kwa sababu zimeongewa na kiongozi mwenzie kutoka Diocese ya Karagwe. Ni taarifa ambazo zinaonesha vitisho sana kwa askofu huyu. Ni wapi alipo mpaka sasa? Watu wamejaribu kufuatilia alipo, hajulikani, ila anatoa taarifa kwa yale ambayo anakutana nayo.
Haimaanishi kwamba ameshatekwa tayari, bado hajatekwa, ila yupo mafichoni ambapo taarifa anazipata kupitia simu na anazirudisha kwa Watanzania ili waweze kusikia ni kipi ambacho kinaendelea baina yake na waasi kutokana na zile meseji na simu anazokutana nazo katika mawasiliano. Ni mimi na wewe Mwana Universe ambaye tunazidi kusakua hizi taarifa endapo kutakuwa na taarifa nyingine zinazojiri au zinazojitokeza katika swala hili, tutazidi kupeana. Ila tu cha kufanya, unatakiwa subscribe katika channel hii ya Mzawa ya Masara TV, lakini pia unatakiwa uende ukatufollow katika account yetu ya Facebook ambayo ni Masara Gani. Ni taarifa muhimu na ni nyeti pia ambazo tunazidi kukupa. Kuna machafuko ya kisiasa hapa nchini Tanzania, kama unavyojua mvutano wa vyama viwili, Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na CCM, bado wana mvutano mkubwa sana. Mpaka sasa kiongozi wa chama pinzani cha Demokrasia na Maendeleo yuko kituo cha polisi na bado kesi inazidi kufuatiliwa. Taarifa bado tuko nazo. Asante sana, naomba nikutakie siku njema.